Mambo vipi mtazamaji wa Media wa Express? Leo tumeamua kutembelea hapa soko la Feri kujua shughuli na pilika zinazoendelea hapa. Mimi ni Hassan Magulumali na kuletea haya yote kwa siku ya leo, lakini nipo na afisa uvuvi ambaye yeye atatuelekeza nini cha kufanya eneo hili. Atajitambulisha yeye anaitwa nani na nafasi yake hapa soko hili la Feri. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Abed Mohamed Shamte, ni afisa uvuvi soko la samaki Feri. Sisi kwa kiasi kikubwa hapa ndio ambao tunahusika na ukaguzi wa bidhaa za uvuvi ikiwemo samaki pamoja na bidhaa zingine ambazo zinapatikana baharini, lakini pia tunasimamia kwa ujumla sheria na kanuni za uvuvi pamoja na shughuli za biashara na uvuvi zinazoendelea katika soko hili la samaki Feri. Bila shaka hili soko ni soko tunaliita soko la kimataifa la samaki Feri, na limeitwa la kimataifa kwa sababu ni soko ambalo linakutanisha wateja wa kutoka mataifa tofauti ikiwemo wateja kutoka Tanzania kwa maana ndani ya Dar es Salaam pamoja na nje ya Dar es Salaam, lakini pia wako wateja wengine ambao wanakuja hapa hususan watu kutoka Asia, hususan wa China, wakati mwingine wa Japani huwa wanakuja, lakini pia hata wa Filipino. Kwa ujumla wateja ambao wanatoka nchi za Asia ambao wanakuja kujipatia bidhaa mbalimbali. Tunafahamu hawa huwa wanapenda sana bidhaa adimu za baharini, mfano kama vile kamba, lakini pia kaa pamoja na seashells. Kwa hiyo huwa wanapopata fursa kuja hapa nchini hususan Dar es Salaam, huwa wanakuja kutembea katika soko hili la kimataifa la samaki Feri kwa ajili ya kujipatia bidhaa hizo. Soko hili limekuwa soko la kipekee Tanzania kwa sababu ya vile ambavyo limeweza kujipambanua. Ni soko ambalo limejengwa katika namna ya upambanifu zaidi, kwa maana limegawanyika katika kanda au tunaita zoni tofauti, na kila zoni ina kazi yake na hauruhusiwi kufanya kazi ya zoni fulani kwenye zoni nyingine. Ndio maana hili soko limekuwa ni soko la tofauti na masoko mengine ya uvuvi. Hapa tuliposimama kama mnavyoona, hii ni sehemu ya zoni namba 1, na zoni hii namba 1 ni zoni ambayo imetengwa mahususi kwa ajili ya mnada wa samaki. Kwa maana hii ni sehemu ya kuuza samaki kwa jumla. Wavuvi wanapokuwa wanatoka baharini na samaki wao wanakuwa wako na mzigo mkubwa wa samaki. Kwa hivyo wachuuzi pamoja na wafanyabiashara wengine wanakuja hapa kwenye eneo la mnada kwa ajili ya kujionea bidhaa za samaki zilizotoka baharini zilizoletwa na wavuvi na kununua kwa bei ya jumla. Kuna madalali hapa ambao watakuwa wananadisha. Wachuuzi na wafanyabiashara watakuwa wanapanda kulingana na mnada na bei jinsi inavyopanda. Yule ambaye atafika bei ya juu kabisa, maana yake ndiye atakuwa ameshinda huo mnada na ndio atapewa samaki husika ambao walikuwa wanauzwa katika mnada huo. Samaki ambao wanauzwa kwa jumla kwa kiasi kikubwa, kwa maana mfanyabiashara amekuja kununua samaki wengi kwa wakati mmoja, yeye anakusudia kwenda kuuza kwa rejareja. Sasa zoni namba 3 ndio zoni ambapo kuna vizimba na ndio kuna sehemu ya kuuzia samaki kwa kiasi kidogo kwa maana kwa rejareja. Kwa hiyo mfanyabiashara wa zoni namba 3 anatoka anaenda kwenda zoni namba 1 kwenda kuchukua samaki. Kama anataka kuwauza hapa sokoni kwa rejareja anakwenda zoni namba 3. Ndio maana nikasema kwamba vinashabihiana sana kwa sababu huku ni uuzaji wa jumla, huku ni uuzaji wa rejareja. Lakini zoni namba 1 na namba 3 pia zinashabihiana sana zoni namba 2 kwa sababu zoni namba 2 iko mahususi kwa ajili ya uchakataji ama lugha rahisi tunasema utengenezaji wa samaki. Kikawaida ni kwamba samaki akishatoka baharini lazima apitie mchakato fulani kwa ajili sasa ya kwenda kufanyiwa matumizi ya nyumbani ama kama ni kwenye biashara, hotelini au kwenye mgahawa. Samaki lazima atengenezwe, atolewe matumbo, atolewe magamba, atolewe miba. Kwa hiyo zoni namba 2 iko mahususi kabisa hapa sokoni kwa ajili ya watengenezaji wa samaki. Kwa maana gani? Kama nilivyoeleza mwanzo, wapo wafanyabiashara ambao wananunua samaki hapa wanakwenda kuuza mitaani rejareja ndani ya jiji la Dar es Salaam, lakini pia hata nje ya mipaka Dar es Salaam. Sasa anaweza akawa amenunua ndoo yake au ndoo zake kadhaa za samaki, labda vibua au changu au tasi, lakini ile kazi ya kwenda kuwatengeneza wale samaki nyumbani kwake au sehemu yake ya biashara anaona kwamba kidogo itamtatiza. Kwa hiyo anakuja hapa zoni namba 2, anakutana na wadau ambao wako hapa, wako na vifaa lakini pia wako na maarifa kwa maana ujuzi
wa kutosheleza kabisa wa kutengeneza hao samaki, kwa sababu wamefanya hii kazi miaka mingi. Kwa hiyo wanafahamu na wanajua, wako chap sana. Kwa hiyo akifika hapa anawakabidhi, wana negotiate bei kulingana na mzigo ambao uko nao, wanamtengenezea wale samaki. Wakishamtengenezea, wakishakuwa tayari, sasa yeye ataamua aidha aende zone namba 6 kule kama ambavyo tutaona kwenda kukaanga, au aende nao katika sehemu ambayo yeye anauza kama anakaanga huko au anakwenda kuwatengeneza tofauti na kukaanga, labda anatengeneza mchemsho. Kwa hiyo yeye ataamua akitoka zone namba 2 hapa, baada ya kuwa samaki washatengenezwa, aende nao zone namba 6 kwenda kukaanga, au aende nao huko mtaani kwake kama ataenda kukaangia huko, au anakwenda kutengeneza aina nyingine ya chakula kinachotokana na samaki, labda supu au vinginevyo. Kwa hiyo zone namba 2 specially iko kwa ajili ya watengenezaji wa samaki. Kwa hiyo kimsingi zone namba 3 kama nilivyoeleza awali ni zoni ya uuzaji wa samaki kwa rejareja, kwa maana mnunuzi mfanyabiashara kutoka zone namba 3 atakwenda zone namba 1 ambapo ni mnadani kwenda kununua samaki kwa jumla, kisha yeye atakuja kuwapanga hapa kama mnavyoona hapa kwa ajili ya kuwauza rejareja. Kwa hiyo mara nyingi hii kama tulivyoeleza ni zone ambayo inajihusisha na uuzaji wa samaki rejareja, na ndio maana kuna vizimba pamoja na meza ambazo tunaziona hapa. Hivyo vizimba kazi yake ni kwa ajili ya upangwaji wa samaki, ili wateja wakija waweze kuona, wavutiwe, basi wafanye negotiation na biashara ifanyike. Zone namba 4 ni zone ambayo imetengenezwa mahususi, hata miundombinu yake ukiangalia kwa ajili ya huduma za chakula. Kwa maana hapa sokoni tunapokea idadi kubwa sana ya watu kwa siku, na hiyo idadi kubwa, wapo ambao wanakuja kufanya, yani kazi zao ziko hapa kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini wapo ambao ni wapita njia pia, lakini wapo ambao wanakuja kubarizi, kuja kuangalia mandhari ya bahari na kujifunza vitu mbalimbali hapa sokoni. Kwa hiyo hili eneo ni kwa ajili ya kutoa huduma za chakula. Kwa hiyo ukifika hapa utakutana na mama ntilie, lakini pia utakutana na baba ntilie. Bidhaa ambazo au vyakula ambavyo vinapatikana hapa of course ni vyakula ambavyo vinatokana na samaki. Ukifika hapo utakutana na mchemsho wa samaki, supu za samaki, lakini pia supu kama vile za pweza zinapatikana hapa. Lakini mikaango pia samaki wa kukaanga, unapata ugali, samaki wa kukaanga, unapata wali, samaki wa kukaanga, pilau, biriani. Vyakula vyote ambavyo unavifahamu wewe vinapatikana katika jamii yetu ya Kitanzania, mazingira ya kawaida, vinapatikana hapa. Na lengo ni kusogeza karibu huduma ya chakula kwa wananchi ambao wanakuja kujitafutia kipato hapa, wasipate shida kabisa kwenda kutoka nje, kwa sababu kama nilivyoeleza, mtu anakuja hapa kuanzia alfajiri asubuhi. Kwa hiyo unakuta breakfast anapatia hapa, lunch anapatia hapa, na sometimes mpaka dinner anapata hapa. Kwa hiyo hii zone hususan kabisa ni kwa ajili ya kutoa huduma ya chakula kwa wafanyabiashara ambao wako hapa, lakini pia hata kwa wageni na wapita njia ambao wanapita katika maeneo haya ya feri. Namba 5 sio kwamba hakuna samaki. Namba 5 samaki wapo, lakini samaki ambao wako zone namba 5 ni tofauti na wale ambao watu wengi wamezoea au tumezoea kuwaona kwenye sahani zetu. Zone namba 5 ni zone ambayo ina sehemu mbili. Hii sehemu ya mbele ambapo tumesimama ni sehemu ambayo inahusika na uuzaji wa bidhaa nyingine za bahari, mbali na samaki ambao tumezoea kuwatumia kama kitoweo. Kama unavyoona bidhaa ambazo unaziona hapa, hizi ni makome, lakini pia iko mikia ya taa, lakini yako pia mapezi ya samaki. Hizi ni bidhaa zingine ambazo zinatokana na samaki. Makome hawa ni viumbe vya bahari ambavyo huwa tunatumia kama kitoweo, lakini pia zile nyumba zao au tunasema shells ni kama konokono. Konokono vile alivyo ndivyo hizi zilivyo, kwa maana kuna nyama alafu kuna ana nyumba yake. Sasa ile nyama huwa inatumika kama kitoweo, lakini nyumba yake huwa inatumika kwa ajili ya matumizi tofauti tofauti, ikiwemo urembo, malighafi pamoja na tiba asili. Labda tu nikutolee mfano, wapo dada zetu ambao huwa wanaenda kusuka rasta, huwa kuna vitu wanaviweka kwenye nywele zao ambazo wanakuambia ni vitu vya baharini. Zile ni aina ya shells, kama unavyoona zinafanana na vitu hivi hapa. Kama unavyoona vinafanana na vitu hivi hapa. Kwa hiyo hii ni sehemu ya bidhaa za baharini ambazo zinatumika kama urembo. Lakini si hivyo tu, hata wale ambao wanatengeneza viatu vile vya Kimasai au kacha za kuvaa huwa pia wanaweka marembo haya ya baharini kama sehemu ya urembo. Lakini bidhaa hizi pia unaweza ukazitumia kwa ajili ya kudecorate kwenye nyumba, aidha kwenye au nilikuwa nimeona mzee wangu ameweka magamba haya ya samaki au seashells kwenye kuta, kwa
tunazipamba kwenye meza. Kwa hiyo hizo bidhaa zinatumika kwa matumizi hayo, lakini kama nilivyoeleza pia kwa ajili ya tiba asili. Zipo bidhaa hapa ambazo zinatumika kwa matumizi mbalimbali ya tiba kama vile kutibu kifua, pumu, lakini sukari pia wapo hapa ambao wanakuja kununua, wanadai kwamba wanakwenda kujitibia maradhi ya sukari na maradhi mengine mbalimbali. Kimsingi zone namba 6 kama tunavyoona watu wako bize hapa kukaanga, kupakia pamoja na kupakua. Hii kama nilivyoeleza ni zone ambayo inahusika kwa ajili ya ukaangaji wa samaki tu. Kwa maana umenunua samaki wako mnadani au zone namba 3, umepeleka pale zone namba 2, umekwenda kutengenezewa vizuri. Sasa unaona kwamba kwenda nyumbani labda utachelewa kufika kule kwa kaanga au kuwachemsha vyovyote vile ambavyo unatamani kwamba hao samaki wawe. Unakuja hapa zone namba 6, wana kukaangia samaki wako, basi unakwenda nyumbani ukiwa na bidhaa ambayo tayari imekamilika kwa ajili ya kula. Kwa hiyo hata wale wamama ambao huwa wakati mwingine wanaenda maeneo ya nje kidogo na jiji la Dar es Salaam au ndani ya jiji la Dar es Salaam mitaa mbalimbali, wanachukua samaki hapa. Wanachukua samaki wao, wakishatengenezewa wanakuja hapa wanakaanga, kwa hiyo wanakwenda kuuza bidhaa ambayo tayari ishakaangwa, kuepuka ule usumbufu wa kufika kule kuanza tena michakato ya kukaanga. Kwa hiyo hata wewe pia mtu mmoja ambaye anaenda kwa ajili ya matumizi ya nyumbani tu, anachukua samaki, anatengenezewa, kisha anakuja hapa anakaanga, basi anaondoka na samaki ambao wako tayari. Na labda tu nieleze kwa ufupi hapa, kama unavyoona mwanzo palikuwa panatumia nishati ya mkaa pamoja na kuni, ambayo kimsingi sinafahamu kwamba rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan amekuwa akituhimiza hususan katika swala la utumiaji wa nishati safi. Mamlaka ya soko ililiona hili na wakaamua kuondoa kabisa mfumo wa kutumia nishati ya kuni na mkaa, na sasa hivi tunatumia nishati ya gesi. Zipo kampuni mbalimbali za gesi ambazo zinasambaza hapa gesi, ikiwemo Taifa Gesi na makampuni mengine ambavyo mitungi yake kama unavyoiona. Lakini upo mradi ambao unatekelezwa hapa sokoni hivi sasa tunavyozungumza, uko unaendelea kufanyiwa kazi, mradi wa zaidi ya milioni 200. Mradi huu unalenga katika kurahisisha upatikanaji wa gesi hapa sokoni. Kwa hiyo kuna tenki kubwa ambalo litajengwa pale la gesi, ambapo tenki hilo litasambaza gesi katika eneo hili la zone namba 6 kwa ajili ya hawa wakaangaji, lakini pia kule zone namba 4 ambako tumeona kwamba kuna biashara za chakula, kwa maana wale mama ntilie wapishi watakuwa wanajipatia gesi kwa urahisi kabisa na kwa wakati kupitia huu mradi ambao unaendelea hapa. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo kwamba tuko katika hatua nzuri kunako kuelekea matumizi ya nishati safi hapa sokoni kwetu Feri. Zone namba 8B ni zoni ambayo yenyewe iko mahususi kwa ajili ya kupokea samaki wanaotoka nje ya soko, kwa maana samaki ambao wanatoka hapa Dar es Salaam, labda maeneo ya Kunduchi, Msasani na maeneo mengine ambako wanafanya shughuli za uvuvi, lakini pia na samaki ambao wanatoka nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Samaki hapa tunapokea kutoka Bagamoyo, Kilwa, Mafia, Tanga na maeneo mengine, mpaka samaki wa ziwani pia huwa tunawapokea hapa. Kwa hiyo hii zone namba 8 ni zoni ya kupokea na kuhifadhi hao samaki. Haya makontena ambayo unayaona hapa nyuma yetu na mengine ambayo yako pembezoni kwetu ndio ambayo yanahusika kwa ajili ya uhifadhi wa hao samaki. Unajua samaki ni bidhaa ambayo haichelewi kuharibika. Sasa inapofika hapa, ili iweze kubaki katika ubora wake lazima tuweke kwenye ubaridi wa kutosha iweze kuwa salama, na mnunuzi anapokuja kununua akute samaki kwenye hali nzuri, na mfanyabiashara pia apate faida, kwa sababu ukiuza samaki ambao wameharibika ovyo utapata hasara. Kwa hiyo ni sehemu ya kuhifadhia samaki ambao wanatoka nje ya Dar es Salaam. Zone namba 8A sisi ndio tunasema ni zone ya wavuvi, kwa maana hili ni eneo ambalo sehemu yake ya baharini ni mwalo, kwa maana wavuvi wanapotoka baharini huwa wanafikia hapa na vyombo vyao, wanapakua samaki kupeleka mnadani. Lakini eneo la juu kama unavyoona kuna vyombo vingi sana na miavuli kama unavyoona. Hili ni eneo kwa ajili ya wavuvi kwanza kupumzika. Unajua kazi ya uvuvi ni ngumu kwa anapotoka baharini anahitaji mapumziko. Kwa ni maeneo yao ya kupumzika, lakini pia ni sehemu ya kutengeneza zana zao za uvuvi. Ila pia ipo karakana ambayo wanatumia kwa ajili ya kutengeneza mashine zao. Hizi boti nyingi zinatumia mashine.
Kwa hiyo ipo karakana hapa zone namba 8 kwa ajili ya kufanya ukarabati wa hizo mashine zao ili waweze kupata kwenda baharini. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa zone namba 8 ni zone ya wavuvi, maana wao kupumzika, kufanya repair ya zana zao pamoja na vyombo vyao pamoja na mashine zile ambazo zinawawezesha wao kwenda baharini. Mtazamaji, tumezunguka vya kutosha siku hii ya leo katika soko hili la feri. Tumeangalia kuanzia zoni namba 1 hadi tumefika huku zoni namba 8. Na tumeangalia kila shughuli ambayo inafanyika hapa. Kila zoni na jambo lake. Tumeangalia sehemu ya kuuza kwa jumla, sehemu ya kuuza kwa rejareja, sehemu ya kuwatengeneza, sehemu ya chakula, sehemu kwa ajili ya mazao ya bahari ambayo ni mapambo na dawa. Kuna sehemu kwa ajili ya viungo, kuna sehemu kwa ajili ya kukaanga na kuna sehemu kwa ajili ya kuhifadhia pamoja na wavuvi wenyewe, ambapo ndio huku namba 8, na ndipo tunasema huku ndo chimbuko la wavuvi inapoanza, then inakuja kwenye namba 1 kule, lakini tulianza namba 1 hadi kufika kwenye namba 8 ili kupata mtiririko ulio mzuri. Mimi sina la ziada siku hii ya leo, niseme tu nikushukuru kwa yote ambayo umeweza kuyaona hapa, wote ambao tumeshirikiana nao, hasa afisa uvuvi wa soko la kimataifa la feri. Nyuma ya kamera ni Joseph Isangura, mimi ni Hassan Magulumali. Asante sana.